Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na hii ni dunia ya kuzimu, simulizi ya kutisha na kusisimua. Na sasa pale tulipoishia ndipo tunapoanzia, ikiwa ni sizoni ya kwanza, hatua ya 13. Naam, sasa wote tuanze simulizi yetu. Baada ya Afande Steven kumwacha ule binti kule katika msitu, katika kile chumba ambacho alimuhifadhi, akarudi moja kwa moja katika mji ule wa dunia ya kuzimu. Na baada ya kufika moja kwa moja alielekea katika ile restaurant ambayo ilikuwa inaitwa Diner. Diner ni hoteli ambayo watu walikuwa wakifika pale na kula msosi bure, kwa sababu kulikuwa hamna mahali pengine pa kula chakula. Baada ya Afande Steven kufika, akakuta kuna vurugu. Watu wa ile Colonial House walikuwa wamejaa nje ya ile hoteli, wanadai wanataka chakula, wanadai wanataka maji. Na mmiliki wa ile hoteli alikuwa ni ule mama wa Kichina. Mama wa Kichina aliwaambia, sasa nyinyi mnakuja kwangu katika hoteli yangu kufanya vurugu, kwa nini mnafanya vurugu hapa? Ndipo mama aliweza kumwambia Afande, hawa watu wamekuja kufanya vurugu hapa, hebu wasikilize wanasemaje. Ndipo Afande Steven akamwambia, hebu sikilizeni mabwana, sikilizeni. Tatizo ni nini hapa katika ile restaurant? Bwana, wale jamaa wakamwambia, tumetoka katika ile Colonial House, imevamiwa na mashetani, imetokea vurugu, vyakula hakuna maji, hakuna chochote. Kwa hiyo tumekuja hapa, tuna njaa, tunahitaji mtupatie chakula. Yule mabwana alienda kulalamika, kwa hiyo mnataka sisi tufe? Nataka tufe na njaa. Afande aliwaambia, hebu sikilizeni kwanza, haina haja ya kulalamika. Sote hapa tumekwama na hatujui mwisho wetu ni upi wa kutoka katika hii nchi ambayo haijulikani katika uso wa dunia. Kwa hiyo cha msingi, tulizeni wenge, tulizeni makelele, tujadiliane taratibu. Na ninaposema katika Colonial House kuna watu wameiba vitu vyenu, wameiba nguo, wameiba nini bwana. Kumbe katika zile vurugu za jana usiku katika ile Colonial House kuna watu pia walikuwa wanafanya wizi. Mwenzako ana nguo nzuri unamuibia. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa sio wema, wameiba nguo, wameiba wengine vyakula. Unajua sasa hii dunia imeshakuwa ni ngumu, vyakula hata pia vimeshakuwa vigumu. Kwa hiyo mtu kama alikuwa na vyakula vyake, basi mwenzake anaiba. Kwa hiyo maisha yameshakuwa magumu katika mji huu wa dunia ya kuzimu. Sasa ni hatari kwa maisha ya mwanadamu, kwa sababu kama atakosa chakula, huenda wataanza kulana wao kwa wao, kwa sababu njaa zitawafanya kitu ambacho hawajawahi kuona katika maisha yao. Afande aliwaambia, sasa sikilizeni, naomba kila mmoja arudi anapokaa, arudi anapoishi. Kila mmoja atakuwa anakuja mmoja kula chakula hapa na kuondoka. Na hatuwezi kuruhusu kwamba nyinyi mje kundi za zaidi watu 40 muingie kwenye hilo restaurant mbebe chakula chote mpeleke huko mkale nyinyi na familia zenu. Hapana. Hii restaurant chakula kinapikwa, unapokuja unapewa kidogo, unakula, unasukuma siku na mwingine. Lakini ukisema ubebe chakula chote uende ukale huko, ina maana hata sisi siku moja tutakufa na njaa hapa. Kwa chakula ambacho kipo katika hii Diner restaurant ni chakula ambacho tunagawana kidogo. Unajua mabwana wenyewe wametoka kule kwenye Colonial House, mambo yamevurugika, watu wamekufa zaidi ya 15, chakula hakuna. Wamekuja kwenye hii hoteli bwana, wabebe vyakula vyote waondoke. Wapo zaidi ya watu 40. Wamekuja kubeba magunia ya mchele, magunia ya ngano, wabebe waondoke katika, yani tisha kweli. Lakini Afande aliwaambia, hapa bwana, katika hii hoteli chakula kinagaiwa bure. Kwa hiyo unapewa chakula kidogo, unakula, unasukuma siku. Hapa sio nyumbani, hapa kila mtu anatetea maisha yake. Kwa hiyo nyewe rudini huko, njaa ikikuuma, njoo kwenye hoteli, kaa, utapewa kikombe cha chai na chapati 2 za maji, utakula, utarudi katika hoteli, utarudi katika nyumba yako kuendelea kuishi. Na wala hapa sio nyumbani kwamba wewe ufike, ukishafika upewe chakula chote
ule uondoke, kesho utakula nini? Kama maji ni lita 10, alafu yote anywe kwa leo, wote kesho nitakuja mtakufa na kiu siku moja hapa. Kwa hiyo cha msingi nendeni nyumbani, mmoja mmoja akisikia njaa atakuja kula, utapewa kikombe cha chai na chapati 2 za maji, utaondoka. Ukishapewa kikombe cha chai na chapati 2 za maji, na maana wewe loko yako ishaisha. Mpaka kesho tena. Yaani hapa ni kula kusukuma siku, kwa sababu vyakula vyenyewe havipo katika dunia hii. Kwa hiyo tunaishi kwa kusaidiana. Afande Steven aliendelea kuwaweka watu sawa. Nibidi tu waeleze ukweli, kwa sababu angewaruhusu wakaingia huko akachukua chakula chote, wangeenda kula hicho chakula ndani ya siku moja, na kesho yake watu wote wangekufa na njaa katika mji huu. Na baada ya hapo watu walimuelewa bwana. Watu walikuwa watulivu, walimuelewa na wakaamua kuondoka. Wakaamua kuondoka na kurudi katika nyumba zao, kwa sababu kulikuwa hamna namna nyingine. Namna iliyokuwepo ni wao kuondoka tu. Hamna jinsi, ilibidi tu waondoke, kwa sababu wangeendelea kukaa hapo wasingepata chakula. Tayari afande kashafika. Yeye ndio kila kitu, kwa hiyo inabidi wamsikilize. Na ukienda tofauti na hapo kuna sheria, basi unaweza sheria ikafata mkondo wake na unaweza ukapata shida. Kwa hiyo watu waliamua kuondoka. Na ndipo Afande Steven baada ya kutoka katika ile restaurant kutuliza vurugu, moja kwa moja alielekea katika kituo cha polisi. Baada ya kufika kituoni akamkuta ule afande wa Kichina. Baada ya kukuta ule afande wa Kichina, afande wa Kichina alimwambia, vipi bro, mbona uko hohehahe mbio, unaonekana kama una haraka, unaenda wapi? Ule afande alimwambia, hamna tena muda, mimi kuna sehemu naenda. Kama kuna sehemu naenda, kwa hiyo majukumu yote nimeshakuachia wewe, wewe utabaki hapa. Ule afande akamwambia, sasa wewe wakati wewe ndo mkubwa wangu wa kazi na unaondoka, unaenda wapi? Unaondoka unaenda wapi? Nitakiwa tukae hapa tuwalinde hao watu. Ule afande akamwambia, mimi ninachoenda ukifanya katika msitu ni bora kuliko unachokifanya wewe hapa, na nafikiri nitarudi kabla ya jua kuzama. Kwa sababu jua likizama basi na mimi nitapoteza maisha, kwa sababu huko msituni na kuelekea ndio msitu ambao una majini na mashetani. Nakumbuka katika ule msitu yule binti ambaye anaitwa Sara, afande alikuwa amemfungia katika chumba kidogo. Kwa hiyo afande alimwambia nakuja. Kwa afande baada ya kusema nakuja, kumbe afande alikuwa amekuja kuchukua vitu vyake bwana. Alikuwa amekuchukua silaha zingine za kutosha. Katika kituo cha polisi alikuwa amekuja pia kuchukua vyakula, na vile vile alikuwa amekuja kuchukua tochi. Kwa hiyo afande alikuwa amejiandaa kwa vita, kwamba safari atakapoianza kuelekea katika msitu utakalotokea na tokee. Alikuwa amejipanga za kuingia polini kabisa, kutafuta njia ya kutokea upande wa pili wa dunia, kwa sababu dunia wanayoishi ni dunia ya majini, dunia ya kifo. Hivyo alikuwa anatafuta dunia ambayo itakuwa ni dunia waliotoka mwanzo, njia ya dunia waliotoka mwanzo. Lakini yule bwana mdogo alimwambia, sasa wewe mbona unaenda nje ya makubaliano? Tulikubaliana kwamba wakati unasema unataka kuondoka, uondoke uniache mimi nilikuwa nimekamilika. Sasa unaniacha katika matatizo makubwa, changamoto, vurugu, watu wamekufa. Mji huu umevurugika, watu wanadai chakula, watu hawana chochote. Alafu unaniambia kwamba mimi nikae nilinde hao watu hapa. Mimi mwenyewe ni mbichi. Sijakomaa kwamba niweze kupambana nao na majini na mashetani. Alafu mimi nilikuwa polisi tu wa kawaida katika nchi yetu. Kwa hiyo unapokuja hapo unaniambia wewe unaondoka, na wewe ulikuwa ni mwanajeshi. Umehudumu katika jeshi zaidi ya miaka 30. Alafu unaniacha peke yangu katika hii dunia, mimi sikuelewi. Mimi bado sijakaa sawa, inabidi uendelee kubaki hapa. Yule bwana mdogo aliendelea kulalamika kwamba afande abaki, yeye hataweza peke yake kupambana na kuwaongoza wale watu katika ile dunia ambayo wanaishi. Kumbuka kwamba hatuko sawa, hatujawahi kuwa salama, lakini wewe huwa unafanya watu wanakuwa salama. Na mimi bado sijakuwa sawa, wewe unaondoka. Na dunia ya sasa haiko sawa. Dunia yetu sasa haiko sawa. Unajua bwana mdogo alikuwa analalamika zaidi kwa sababu walikuwa hawako sawa. Ni kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha matatizo makubwa. Wamepoteza watu 15 ndani ya usiku mmoja. Kwa vita kamili ilikuwa tayari imeanza. Na wakati huo Afande Steven anataka kuondoka. Je,
kama yakitokea matatizo huku nyuma unafikiri inakuwaje? Ndio maana bwana mdogo alikuwa analalamika akimwambia afande aendelee kubaki, asiondoke kwanza paka waweke mji wao sawa ndio aondoke anapotaka kwenda kutafuta njia. Bwana mdogo aliendelea kulalamika kwamba tunahitaji utafute njia ya kwenda nyumbani, na njia ya kwenda nyumbani watu wengi wanakutumainia wewe. Sasa wewe ukiondoka hapa unafikiri ni jambo gani ambalo litatokea? We need to find a way home. We need to find the way to go back home. Kila mtu anakutegemea hapa wewe afande, mwanajeshi. Sasa wewe unapotaka kuondoka, kitakachotokea hapa mimi mwenyewe siwezi kupambana nacho. Wakati huo katika kile kituo cha polisi alikuwepo yule mama ambaye anaitwa Donna. Donna alikuwa anasikiliza tu maongezi, bado hajaongea chochote. Bwana mdogo aliendelea kuzungumza mengi mno, mengi sana. Ana mdogo akamwambia, wewe kwenda huko kutafuta njia peke yako ni ngumu. Kama kupambana inabidi twende tukapambane wote, lakini unabeba begi, unabeba silaha zote, tunaenda kupambana na mashetani. Vipi kama ukishindwa, au vipi kama ukiuawa huko? Unafikiri hapa kijijini mimi naweza kuwaendesha hawa watu? Watu wanakuogopa wewe. Wewe ni afande ambaye umekamilika, lakini mimi sijakamilika hata kidogo. Sijakamilika hata kidogo, kwa sababu watu wengi katika mji huu wanakuogopa wewe na wanakutegemea wewe. Bwana mdogo aliendelea kusema, wewe angalia tu kule restaurant watu zaidi ya 40 wamevamia ule mgahawa, wanahitaji chakula. Baada ya wewe kwenda kuweka mambo sawa, basi watu wamenyamaza na wameondoka, wamekutii. Lakini mimi watu hawanisikilizi hata kidogo. Watu hawanisikilizi, wanaona kama vile mimi ni bwana mdogo, labda mimi ni Mchina, na wewe ni mtu mweusi mwenye nguvu nyingi, kwa wananidharau. Kwa hiyo wewe inabidi ubaki katika mji huu. Kama kupambana, ipo siku tutaenda kupambana wote. Na kama kushindwa basi tutashindwa wote, na kama kufa basi tutakufa wote. Haina jinsi, haina mudi, haina jambo lolote la msingi la wewe kuondoka katika dunia hii na kuniacha mimi na watu na Donna eti tuendelee kupambana na hii mizimu na majina ma monster peke yetu. Hapana, wewe ni afande mzoefu, sisi tumekukuta hapa wewe pamoja na marehemu mchungaji, marehemu padri. Kwa hiyo wewe inabidi uendelee kubaki hapa kulinda hawa watu, mimi nitakuwa msaidizi wako. Unajua bwana mdogo alikuwa anajihami kwa sababu mji ule waliokuwa wanamuhofia ni ule bwana mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Afande Steven, lakini sio yeye. Kwa hiyo yeye alikuwa kama msaidizi tu, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumwachia majukumu bwana mdogo. Ndio maana alikuwa anajitetea, huyu afande aendelee kubaki hapa na wala sio kwenda kupambana peke yake. Lakini kumbuka wakati huo afande anawaza yule binti ambaye anaitwa Sala kamwacha kule polini. Sasa ni kama bwana mdogo anamzuia afande asiende kule, ni bora yule afande angerudi. Ni bora yule afande angerudi na yule binti. Lakini angerudi naye vipi katika mji huu, kwa sababu mji huu anajua yule binti alikimbilia polini. Kwa hiyo afande kule polini alienda kama kumficha yule binti ambaye anaitwa Sala, lakini afande alimwambia yule binti kwamba nitarudi kabla ya jua kuzama. Na afande amerudi kituoni. Afande mwenzake anang'ang'ania kwamba wewe inabidi uendelee kubakia hapa, hakuna mtu atakayekuruhusu kuondoka, kwa sababu ukiondoka matatizo yanaweza yakatokea na msaada usiwepo tena. Ni bole mama anaitwa Donna akaanza kusema, unajua nini afande, wewe hapa kijijini ni msaada mkubwa mno. Sasa ukisema uondoke yanaweza yakatokea matatizo, tukapoteza jamii kubwa tofauti na mwanzo. Kwa hiyo mimi nakushauri bwana afande, endelea kubaki katika mji huu, kama kupambana tutapambana wote. Mama Donna aliendelea kumwambia, kwani afande vipi kama tukianzisha kikosi maalum? Unajua wewe na huyu mmebakia wawili tu, lakini tutafute wanaume kama 10 hivi majasiri. Hao wanaume 10 kama 10 majasiri wanaweza tukatengeneza hata kikundi cha kujitetea. Hawa wanajeshi watakuwa wanafanya kazi ya ulinzi kuliko wewe na bwana mdogo tu, watu wawili. Tuseme mwe mnalinda hapa, itakuwa sio vizuri. Naona. Kwa hiyo wewe afande, huyu afande wa Kichina na mtoto wako ambaye anaitwa Alice, nyie wote mna mafunzo. Kwa ni vyema kama tungetengeneza kikundi hapa. Unajua mama Donna alikuwa na akili. Ilibidi aanze kuwashauri kwamba watengeneze kikundi, wasitegemee watu watatu tu, yani waongeze kikundi cha
cha watu, wafanye mafunzo maalum kuwasaidia watu waweze kuwa na uwezo kujitetea wenyewe wakiwa na ulinzi na maskari kama 10 hapa. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri kuprotect jamii yao. Yule mama Donna aliendelea kumwambia afande Steven. Wakati huo bwana mdogo naye akaendelea kupigilia misumari. Mama Donna, unachosema ni sawa. Huyu bwana hataki kuondoka, nitakiwa endelee kubaki hapa. Tusaidiane. Lakini katika kusaidiana basi naweza tukafanya mambo akaenda vizuri, kwa sababu hata kwenda huko polini pia tunaweza tukaenda wote, kwa sababu mimi ninachokiona sawa, hawa mashetani wanakuja usiku katika mji huu. Sasa yani hawa mabwana wangefanya utafiti wa kwenda kule polini wakati wa mchana. Wenda wakati wa mchana wale mashetani hawawezi kuwafanya chochote. Wenda wale mashetani jua linapozama ndo wanapata nguvu za kuwavamia, lakini usiku wenda hawawezi kuwafanya jambo lolote. Kwa hiyo ningekuwa mimi ndo naishi katika jamii hii au katika dunia hii, ningejaribu kuwashauri hawa mabwana, bana sikilizeni. Hawa mashetani wanakuja saa 12 jua linapozama. Jua likiwaka hawa mashetani wanakimbia. Wanakimbilia wapi? Wanakimbilia polini. Na chanzo cha matatizo kinatokea polini. Na jioni jua linapozama hawa mashetani wanatokea polini. Sasa wakati jua linapochomoza wangefanya safari wakaelekea kule polini kutizama hawa mashetani wanaishi vipi huko. Wenda mchana wanaweza kuwa hawana nguvu za kutembea. Hata kuangamiza pia wangetafuta njia ya kuangamiza, kwa sababu wenda mchana ndio njia peke yake ya kuangamiza. Usiku wanakuwa na nguvu, mchana wanakuwa hawana nguvu. Ndio maana mchana wanakuwa watembei kabisa wale majini. Ningekuwa ni mimi ningewashauri. Kwa baada ya mazungumzo marefu, yule afande wa Kichina akamwambia, hebu shika bunduki. Afande Steven akashika bunduki akamwambia, sasa umeshika bunduki, nipige risasi uniue ndio uondoke. Ukishaniua hapa wewe ondoka. Yani yule afande wa Kichina alisema kwamba afande Steven amuue ndio aondoke. Hawezi kuruhusu amwachie balaa hapa. Yani uniachie balaa afu uondoke. Sasa bora uniue uondoke, ili balaa takalobakia hapa liwakute wengine, mimi niue. Bwana mdogo bana amechukia. Yani mpaka kaamua bora afe tu huyu afande Steven. Kama anamwacha hapa peke yake bora amuue. Bwana mdogo anamwambia, niue bwana, niue ndio uondoke hapa. La sivyo hamna kuondoka hapa. Huwezi ukaniacha nikiwa mzima hapa. Niue ndio uondoke alafu uniachie balaa. Unajua hii dunia ni ya kuzimu. Mashetani wanakuja wanaua watu. Kwa siku moja tu yameua watu sio chini ya 15. Watu wengine ni wakorofi, mara wavamie dai na ile restaurant waende watake chakula, wengine yani unajua ni watu zaidi ya 200 kuweza kuwaongoza. Kuna wengine walevi, wengine wasumbufu. Kwa watu wote walikuwa namtegemea yule afande. Kwa hiyo bwana mdogo alikuwa anaona kabisa yani bwana akiondoka hapa, yani hapa ndo vurugu zitakuwa ni kubwa. Kwa hiyo akamwambia, shika bastola niue ndo uondoke, la sivyo hamna kuondoka. Baada ya kuongea maneno hayo makali ya kuumiza, yule bwana mdogo bwana alitoka ndani ya kituo cha polisi akiwa na hasira na kaondoka. Baada ya kuondoka, mama Donna alisema, afande, sikutegemea wala sikutarajia kwamba kijana mdogo kama huyu anaweza akatokwa na maneno makali. Kijana mpole, kijana mstaarabu kama huyu anaweza akatokwa na maneno makali ya kutisha kiasi hichi. Paka anataka wazana sana, anakupa bunduki anasema umuue ndio uondoke. Kwa kweli hali inatisha. Mama alishangaa, bwana mdogo sasa anampa mama bunduki ili aweze kumuua. Bwana mdogo anampa afande Steven bunduki ili aweze kumuua ndio aondoke, la sivyo asiondoke. Kwa mama aliendelea kumwambia yule bwana afande Steven, I say bwana mdogo kweli umemvuruga, ni bora tu ungeendelea kubaki hapa. Ndipo afande Steven akatoka kule akiwa pamoja na ule mama ambaye anaitwa Donna. Ndipo afande akaamua moja kwa moja kwenda kumuona mtoto wake ambaye alikuwa katika hospitali, kwa sababu naye alimkuta makubwa na matatizo pia usiku ule ya wale mashetani, naye alikuwa mmoja wao ya watu ambaye walikuwa ni majeruhi, watu ambao walipitia misukosuko mikubwa katika usiku ule katika ile Colonial House. Ndipo ule afande Steven baada ya kufika katika
ile nyumba ya wagonjwa na kumwona kijana wake Alice. Alimsalimia. Baada ya kumsalimia akamuuliza. Baada ya kusalimiana, kijana Alice pembeni yake alikuwa na binti ambaye anaitwa Fatma, binti wa Kiarabu. Kwa hiyo ndipo kijana au yule binti aliwaachia nafasi ili baba na mtoto waweze kuzungumza. Na kisha baba alimwambia, mtoto wangu, nimetoka ofisini na malumbano makubwa na yule afande wa Kichina, hataki niondoke, lakini mimi nataka niondoke niende polini nikatafute njia. Yule kijana wake anaitwa Alice akamwambia, sasa baba, unataka kwenda polini kutafuta njia, wakati huo ni miaka zaidi ya 10 tuko hapa na hujawahi kusema unataka kwenda huko polini? Hivi unajua unachoenda kutafuta huko polini? Lakini yani polini kumejaa mashetani, mazimwi, mamonster, na wewe unaenda huko vipi? Kama ikitokea umepotea njia na usiku ukaingia, kwa hiyo sinaweza nikakupoteza, unaweza ukafa siku moja, nikabaki mwenyewe katika hii dunia ya kuzimu na nisijue nitatoka lini. Unajua, kijana alibidi aanze kumwambia baba yake ni bora angeendelea tu kubaki katika huu mji. Najua huyu mzee naye mambo yake bwana, yaani ule afande kamwambia asiende, anang'ania kwenda. Bado kaenda kwa mtoto wake pia, mtoto wake anamwambia baba usiondoke, baba usiende, lakini bado huyo mzee anang'ania kuondoka, aende katika lile poli au ule msitu akatafute dunia ya kawaida, akatafute njia kutoka katika dunia ya kawaida. Na ukumbuke wakati huo ni kama saa 8:30, maana asubuhi alienda kumchukua ile binti ambaye anaitwa Sala, kaenda naye polini mpaka saa 5 akarudi, na akamwambia yule binti kwamba nitarudi baada ya kumfungia katika kijumba kidogo huko polini. Lakini mimi nafikiri kitu ambacho kinamfanya huyu bwana mkubwa Afande Steven atake kuondoka ni kwa sababu kaamwacha mtu kule polini. Anahofia yule binti ambaye anaitwa Sala anaweza akavamiwa na wale mashetani na akapoteza maisha. Labda wenda angekuja naye huku dunia ya kawaida, huku mjini, katika kimji ambacho anaishi, huenda ingekuwa ni rahisi kumshawishi asiondoke, lakini wanamshawishi asiondoke, lakini wakati huo tayari kule polini kuna mtu kamwacha. Ndio maana anawaza akimwacha yule anamwachaje. Ndipo afande akamwambia, najua mtoto wangu una hasira na mimi, unanichukia mimi baba yako, lakini naomba nikueleze mambo kadhaa, utake ustaki, wewe sikiliza tu ninachokwambia. Ndipo Afande Steven akaendelea, akaanza kumpa maneno mtoto wake ambaye anaitwa Alice. Kuna kitu ambacho kinaweza ikatokea huko polini na mimi nikashindwa kurudi, si ndio mtoto wangu? Yule mtoto akasema, ndio baba. Sasa sitaki ujute, sitaki ujilaumu, siji kufikiria baba yangu anaondoka na niacha anaenda polini, akifa akipona, yani sitaki ujute chochote kuhusu mimi. Yule baba alianza kumpa ujasiri kijana wake ambaye anaitwa Alice, kimwambia, mimi naondoka lakini sitaki ujute, wala sitaki uniwaze mimi naenda kupambania maisha, na sijakuja tu kukuambia kwamba haya ya kukutisha na kukuvunja moyo, lakini nakuja kukuambia kwamba wewe ni mtoto wangu, nakupenda vibaya mno, wewe ndio jembe langu, wewe ndio kila kitu katika maisha yangu, na najivunia kukuona umekuwa mwanaume kama vile nilivyokuwa nahitaji mimi uwe, na hajawahi kutokea siku ikapita mimi bila kukuombea mtoto wangu. Alice alisema, naam, nashukuru mzee wangu, nashukuru kwa maneno yako, nashukuru kwa kila kitu. Afande Steven akasema, basi sawa, kaa ujue baba yako anajivunia sana kuhusu maisha yako, kaa ujue baba yako anajivunia sana kuhusu wewe. Okay, basi acha mimi niende. Na kisha Afande Steven baada ya kumweleza yale mtoto wake kipenzi
ambaye anaitwa Alice akaondoka, akaanza kutembea akitoka katika nje ya ile hospitali. Ndugu mtazamaji, unajua naposema hospitali na hospitali kweli, unajua katika huu mji wa dunia ya kuzimu, yani napenda kuita dunia ya kuzimu kwa sababu ni mji ambao haujulikani na dunia ya kawaida. Kuna umeme lakini unawaka, watu hawajui umeme unatoka wapi. Kuna kituo cha polisi, kuna hospitali, kuna restaurant, kuna kila kitu. Lakini ni mji ambao uko katikati ya msitu. Na kuna barabara moja tu ambayo watu wengi huja na hiyo njia, na baadaye mbele yake kukutana na mti, na baada ya kukutana na mti wanaamua kugeuza ile njia. Katika kugeuza ile njia, yani wanapokuja anaendesha gari, anafika mbele anakuta kuna mti mkubwa mno umeanguka katikati ya barabara, umeziba njia, na ule mti huwezi ukaunyanyua bila skaveta, yani bila yale maborodoza yale huwezi ukanyanyua ule mti. Kwa wanaamua kurudi kwenda kutafuta njia nyingine, ila wanaporudi sasa ndo wanaingia katika hii dunia ya kuzimu. Ina kila kitu kabisa. Baada ya kutoka katika ile hospitali, najua mama Donna alikuja naye, na Donna alikuwa anamsubiri nje ya hospitali. Kwa hiyo baada ya kutoka, Donna akamuuliza, vipi, mmeongea vizuri na bwana mdogo? Yule afande alimwambia, naam, nimueleza kila kitu, haina haja ya kumficha, nimwambia mimi naondoka naenda kutafuta njia. Madonna akamuuliza, kwa hiyo ni kweli unaenda? Afande Steven akasema, ndio ninaenda. Ninaenda kutafuta njia, naelekea polini. Ndio maana nimekuwa nikikazania hili, kwa sababu leo ndio siku ambayo naelekea polini kutafuta njia. Na pia umekuwa na mimi siku zote, umekuwa na kipindi na mimi katika vipindi tofauti, vipindi vya matatizo, vipindi vya changamoto, lakini naomba nikushukuru sana kwa sababu leo ninaondoka naenda kutafuta njia huko polini. Ninaomba nikushukuru kwa yote. Pia naomba uangalia wananchi waliobakia hapa, na kuomba uangalie Fatima pamoja na mtoto wangu ambaye anaitwa Alice. Naomba wapiganie maisha yao, kwa sababu wewe ndio mama ambaye unategemewa hapa kama mama mlezi wa hii jamii ambayo imepotea. Yule mama akamwambia, usiwe na shaka, nitaangalia hawa watu wote tena vizuri tu, lakini umefanya makubwa sana katika hichi kijiji. Pia na kuomba unapoenda basi urudi. Afande alimwambia hamna shida. Ndipo yule mama alimuaga kwa kumkumbatia. Unajua love, mapenzi sio mpaka uwe na mtu ambaye anakupenda na nini. Mtu yote anaweza kukuaga, anaweza kukumbatia, ishara ya upendo na kukutakia safari njema. Sasa afande aliondoka baada ya kuagana na yule mama. Wakati huo mtoto wake Alice akiwa na huzuni. Mama akamwaga yule bwana mkubwa kwamba wewe nenda bwana, kutakia kila laheri huko na kwenda kutafuta njia, basi njia ukaipate na wala yasitokee matatizo yoyote, kwa sababu kama yakitokea matatizo wewe ukifeli huko kupata njia, basi na sisi tutaendelea kusalia kuishi katika huu mji, katika hii dunia ambayo imepotea. Kwa hiyo mama alimuaga akimwombea kwamba wewe nenda na kutakia mafanikio mema kutafuta njia. Wenda Mwenyezi Mungu atakuwa mbele yako na njia utaipata na kila jambo litakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo uwe na amani, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, uwe na amani bwana mkubwa. Mama alimtakia kila laheri Afande Steven, kwa sababu Afande Steven alikuwa ameamua kutafuta njia ya kutoka katika hii dunia iliyopotea. Sasa baada ya yule mzee kuanza safari ya kuelekea polini tena, na ukumbuke kule polini alikuwa amemwacha yule dada ambaye anaitwa Sara katika kijumba kidogo hivi alikuwa amemfungia. Huku nyuma Fatima alirudi kwa mpenzi wake ambaye anaitwa Alice, akamwambia, unajua baba yako ni mtu mwema sana. Baba yako ni mtu mwema mno, kwa hiyo mimi nakushauri tu kitu kimoja. Baba yako mheshimu sana. Unajua sijaiona
baba ambaye anajali familia yake kama huyu, hakika baba yako anakupenda, na yote anayoyafanya baba yako katika kijiji hiki, yote anayoyafanya mpaka leo ni kupigania maisha yako. Now it's time to say I'm sorry for your dad. Sasa ni muda wa kusema samahani kwa baba yako. Kama kuna jambo lolote ambalo umemkosea, inabidi useme samahani baba. Unajua Alice alikuwa na ugomvi na baba yake muda mrefu sana, haijalishi ni nini. Sijui sababu ni nini, lakini yule binti aliendelea kumshauri, kumwambia Fatima, alienda kumwambia Alice kwamba kama baba yako ulimkosea, basi ni wakati wa kumwambia baba samahani, kwa sababu anakupigania maisha yako siku zote. Na kila jambo linalotokea hapa, basi baba yako huwa anasimama kwa ajili yako na wala sio kwa mtu mwingine. Na baba yako anapoelekea huko polini kupambana na amekwambia basi anapambana kwa ajili yako wewe utoke, yeye maisha yake ameshaisha. Umri wake umeenda miaka 70, eti miaka 70, miaka 57, miaka 60 na karibia, umri wake umeenda. Kwa hiyo baba yako sasa maisha yake yashaisha duniani, anapigania maisha yako wewe. Kwa hiyo endelea kumuomba baba yako, kumwombea baba yako kwa Mwenyezi Mungu arudi salama, na atakaporudi basi muombe samahani, kwa sababu yote anayotokea anapambana kwa ajili yako, mtoto wake. Na baada ya Afande Steven kuanza safari akiwa katika msitu, akiwa tukaanza kuingia katika msitu, alisikia akiitwa, sauti ikamuita baba. Unajua kumbe ule bwana mdogo, yale maneno ya Fatma yalimuingia. Maana Fatma alimwambia baba yako wakati atakaporudi basi muombe samahani kama kuna jambo ulimkosea. Sasa bwana mdogo hakutaka kusubiri kwamba mpaka baba yake arudi, ilibidi amfuatilie kabla hajafika mbali, na akamuita baba, akamweleza baba, unajua naomba unisamehe, najua unaelekea polini, sijui kama utarudi, na lengo lako na makusudi ni nisaidia mimi na jamii ambayo iko hapa, ili tuweze kutoka katika mtego wa dunia hii iliyopotea, dunia ya kuzimu. Kwa hiyo yaliyotokea jana usiku, mimi na Fatima clear, tutafanya kila jambo litakaa sawa, kila jamii ambayo iko hapa itakaa vizuri. Yule afande wa Kichina na mimi pia nitaungana naye kuweza kuprotect hii jamii iliyobakia hapa. Kwa hiyo baba, naomba unisamehe kwa yote, kama kuna jambo nilikosea hapo nyuma. Naomba, unajua katika dunia mtoto mwenye akili na maarifa anapoona baba yake anafanya safari ambayo hana matumaini kama baba yake atarudi tena akiwa hai, mara nyingi huwa wanafanya hivi, kwa sababu anajua kabisa baba anaenda huko, huenda anaweza akapoteza maisha, nisimuone tena. Baba akafa na kinyongo katika moyo wake, kwa sababu anahisi mimi namchukia. Ili kijana aweze kujitoa kimasomaso kumwomba baba yake msamaha kwa yote, ili hata kama baba yake asiporudi, akifa, basi baba yake afe moyo wake ukiwa una amani, kwa sababu baba anaamini kwamba mtoto wake anamchukia. Na sijajua sababu ya huyu mtoto kumchukia ni nini, ila inasemekana baba alimuua mama wa huyu mtoto, yani baba alimuua mke wake mwenyewe. Na baba alimuua mke wake kwa sababu mke wake alikuwa anataka kumuua huyu mtoto ambaye anaitwa Alice, baada ya yale majini na yale mashetani kumuingia kichwani yule mama na kumshawishi anze kuua watu. Yani kile kitu ambacho kimemtokea huyu dada ambaye anaitwa Sala. Majini anaingia kichwani, anasikia sauti kwamba auwe watu, ndio njia yenyewe pekee ya kutoka katika dunia hii iliyopotea. Kilimkuta hata mke wa huyu Afande Steven. Kwa hiyo huyu Afande Steven alikuwa anaua watu hovyo, na mwisho wa siku alikuwa anataka, amemnyoshia bunduki aweze kumuua huyo mtoto wake kabisa, ndipo Afande Steven akawa amemuua mke wake. Kwa hiyo inasemekana huyu mtoto ndio chanzo cha kumchukia baba yake. Kwa hiyo Afande Steven alikuwa anachukiwa na huyu mtoto kwa sababu mtoto alikuwa anasema umemuua mama yangu. Lakini baada ya yote haya misukosuko yote, mtoto alimwambia baba yake kwamba wewe sio chanzo cha matatizo yangu, ila ni chanzo cha kutaka kunisaidia maisha yangu. Nimekusamehe kwa yote baba, wewe kama unaenda huko, naenda kwa amani, na naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea.
Sasa baada ya maongezi yale na kuombana msamaha, bwana mdogo alimuona Sala akitoka katika kile kibanda ambacho alikuwa amefungiwa. Bwana mdogo akatamaki akasema, "Sasa baba, nataka nimuue huyu, yani ukamkaua watu kule, yani baba, kumbe unaongozana na huyu mtu ambaye ameua watu kule katika dunia iliyopotea, dunia ya kuzimu." Babake alimwambia, "Mwanangu, usitake turudi kwenye magomvi yetu yaliyopita. Huyu ndio njia ya mimi kutoka katika hii dunia ya kuzimu. Huyu ndio njia yetu sisi. Huyu amekubali kuongozana na mimi kwa sababu anasikia sauti za mashetani. Kwa hiyo hao mashetani ndio wanaojua njia ya sisi kutoka hapa. Kwa hiyo nimemkamata huyu, na mimi sijamkamata. Marehemu Father Katri au mchungaji ndio aliyomkamata huyu, akamfungia chini ya kanisa na kuhoji. Baada ya kumhoji, huyu ametoa siri zote. Kwa hiyo Father Katri baada ya kupoteza maisha, mimi tayari nilikuwa na mwongozo wote. Kwa hiyo huyu naondoka naye, nitakaporudi nitakupa maelekezo yote. Kwa hiyo mtoto wangu, uwe na amani kabisa, usimhofie huyu hana shida. Huyu ni njia sisi kutoka katika dunia hii ya kuzimu iliyopotea." Ilibidi tu bwana Afande Steven aweze kumweka sawa mtoto wake, baada ya mtoto kuona sasa baba ameongozana na mtu ambaye sio mzuri, mtu ambaye ni muuaji. Mtu ambaye ni muuaji, unajua huyu dada anaweza kupata hata sauti zikamwambia muue huyo Afande. Kwa hiyo ndio maana bwana mdogo alikuwa kidogo hana amani kabisa na safari ya baba yake kwa sasa. Bwana mdogo akamuelewa baba yake. Baada ya kumuelewa baba yake, bwana mdogo akamwambia, "Basi baba, jitahidi urudi salama. Mimi narudi kijijini, wewe ongozana na huyo dada ambaye anaitwa Sala, rudi salama." Baba akamwambia, "Mtoto wangu, napigania maisha yako na maisha ya kila mtu mmoja mmoja ambaye yupo katika dunia ya kuzimu, dunia iliyopotea. Kwa hiyo uwe na amani mtoto wangu, mimi naenda na nitarudi kwa ajili yako." Wakaagana. Mzee tayari kuanza safari ya kurudi, kuanza safari ya kuelekea katika msitu kutafuta njia ya kutokea katika dunia ya kawaida. Na safari ya kuelekea porini katika ule mlango wa kutokea katika dunia ya kawaida ilianza Sala pamoja na Afande Steven. Sasa huku mjini katika kale ka mji ambacho anaishi mama ambaye alikuwa anaitwa Dona na huyu afande wa Kichina, aliitisha mkutano wa wanakijiji wote. Akawaambia, "Ndugu zangu wanakijiji mliopotea au tuliopotea na kujikuta tuko hapa, Afande Steven ameelekea polini kutafuta mlango wa kutokea katika dunia tuliotoka. Kwa hiyo kuanzia leo mimi ndo nitakuwa kiongozi hapa, na mimi ndo nitakuwa mtu ambaye nawatazameni nyinyi. Kwa hiyo ninaomba ushirikiano wenu, ninaomba mtii sheria bila shuruti. Kila inapofika saa 12 jioni, kila mtu aingie ndani na afunge madirisha na vioo. Chochote ambacho kitaenda tofauti, mimi pamoja na mama ambaye anaitwa Dona huyu na Alice mtoto wa Afande Steven tutafanya uwajibikaji kwa mtu yoyote ambaye ataenda tofauti. Kwa hiyo nawaomba mfuate sheria. Sheria ni msumeno, inakata kulia na kushoto. Ninawaomba msiende tofauti na jinsi sheria iliyowekwa hapa ilivyokuwa. Chochote mtakachofanya tofauti, basi jambo baya au tunasema ni adhabu inaweza ikawa juu yako. Kwa hiyo tunawaomba kila mmoja wenu afate sheria ya hapa." Afande Steven ameondoka kwenda kutafuta njia. Sio kwamba kila kitu kimekufa, uongozi upo na mimi ndio kiongozi sasa. Bidii ya afande wa Kichina sasa akamate usukani. Alioeleza wananchi wawe wapole, wasije wakaleta vurugu, kwa sababu mwendo ni ule ule, wembe ni ule ule, utaendelea kuwanyoa. Kwa hiyo wafate sheria, watii sheria bila shuruti. Na baada ya yule afande wa Kichina kutoa mazungumzo yale, mama ambaye anaitwa Dona alimkaribisha technician ambaye anaitwa Jimmy
Akawaambia huyu bwana mkubwa anaitwa Jimmy anahitaji kujenga mnara wa mawasiliano katika jumba langu la Corner House, kwa hiyo namhitaji atoke mbele aweze kuwaeleza wananchi na nyinyi, kwa sababu kuna vitu ambavyo anavihitaji kutoka kwenu. Mama akamwambia Jimmy, karibu sana, njoo ongee na wananchi. Basi Jimmy alipanda akawasalimia, habari za mchana huu, kisha akawaambia tunahitaji kujenga mnara ili tuweze kupata signal ambayo inaweza ikanasa mawasiliano ya vikosi vya uokoaji kutoka katika dunia ya kawaida. Kwa hiyo nahitaji nyaya, nahitaji watu, nahitaji msaada wa betri za umeme. Kwa hiyo jambo kubwa nalolihitaji ni nyinyi na msaada wenu ili kuweza kuonyesha ushirikiano tuweze kujenga ule mnara. Wananchi walitikia, na baada ya kuitikia walianza kukusanya nyaya, betri, vyuma ili kuweza kujenga mnara wa mawasiliano, mnara ambao ungeweza kunasa signal za dunia ya kawaida. Na pia Afande Steven na Sala walianza safari ya kuelekea katika walianza safari ya kutembea katika msitu kutafuta njia. Walianza safari taratibu na hatujui jambo gani litafuata katika hatua inayofuata. Naam, ndugu mtazamaji, hatua yetu ya 13 ndio inaishia hapa. Tunaona watu wameamua sasa kujenga mnara. Afande Steven anaondoka, anaenda polini kutafuta njia, mlango wa kutokea katika dunia ya kawaida, na watu wamempa ushirikiano. Sasa tukutane katika hatua ifuatayo, hatua ya 14, na hapo tutajua ni nini kitaendelea. Huenda Afande Steven atapata njia. Je, huku katika mnara watabahatika kupata mawasiliano ya kutoka katika kupata mawasiliano ambayo yataenda moja kwa moja katika dunia ya kawaida? Watabahatika kupata signal? Je, Afande Steven atabahatika kupata njia au ni jambo gani litamkuta? Tuungane katika hatua ya 14 ya simulizi yetu ya Dunia ya Kuzimu. Jina langu naitwa Ayub Obedi. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, na utakuwa mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo nitapokuwa nimeweka simulizi inayofuata au simulizi mpya. Tumetoka hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, na hii ni hatua ya 13 inaisha. Na sasa hatua inayofuata ni hatua ya 14 na hatua zinginezo. Asante, mpaka wakati mwingine tena. Mimi naitwa Ayub Obedi na hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Kwa helini kwa sasa, tukutane wakati mwingine tena katika hatua ya 14. Chao.